Ingawa giza litakuwepo, lakini halitakuwepo milele. Asubuhi ya jua inakuja. Ingawa leo uko kwenye giza, kuna vitu unielewi, lakini asubuhi yako inakuja. Piga kelele, sema asubuhi yako inakuja. Useme basi mwenzako kwa imani, unaamini asubuhi yako inakuja? Ni asubuhi ya baraka, ni asubuhi ya kushangilia, ni asubuhi ya kusema Yesu ni Bwana, ni asubuhi ya kumeremeta, ni asubuhi ya kutangaza wokovu ulionao, kwamba haujaokoka kwa bahati mbaya, liko kusudi la kuokolewa kwako. Sema basi amen. Baba mwenzangu, mapito unayepitia ni ishara ya kwenda level. Kwa hiyo njiani kuna vitu vingi utakumbana navyo. Utainuka magonjwa, utafika mahali utasema ni kama naelekea kufa. Utainuka mazingira mazito. Nataka nikwambie, endelea kumwamini Mungu. Endelea kumwamini nani jamani? Mwamini Mungu katika hayo mazingira, utashinda. Nami naona watu ambao si wa kushindwa watashinda. Si kama naongea na watu wanaonielewa hapa. Sioni watu wanaoshindwa, naona watu watakaoshinda. Mizimu ya kwenu inuke, vita inuke, wakukosesha mwelekeo, ukose ada, ukose kazi, wakukosesha amani. Nataka nikwambie katikati ya hayo ni mapito tu. Nataka nikwambie itachukua muda na kwenda kutamka leo la kinabii. Utapita katikati ya miezi 9, siku 90, kuna namna unakwenda. Sababu basi amina kama unanielewa. Msipokutana na hizi, usiondoe utakapokutana na hizi vitu. Usiondoe macho yako kwa Mungu, na kile unachopanga na kile utakachopanga, endelea kupanga. Hata kama uliokuwa unawategemea wamekuacha, bado Mungu ana milango mingi ya kufikia hatima yako. Hatima yako ni nini? Natamani kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hatima yako ni nini? Natamani kuwa mhubiri mkubwa. Hatima yako ni nini? Natamani kuwa mtumishi mkubwa. Hatima yako ni nini? Nataka niwe mfugaji mkubwa. Hatima yako ni nini? Nataka niwe mfanyabiashara mkubwa. Hatima yako ni nini? Nataka nikawe doctor, lecturer. Vyovyote vile tu, ile destiny yako elewa inawindwa katika ulimwengu wa roho. Wako watu wabaya, wako wanafiki, wako watakao kuvunja moyo, lakini nataka nikwambie, wakuvunja moyo wasikuvunja moyo. Ndio maana Mungu anakusukuma hapa ili ukutane na hili neno, ili uendelee kuwa imara. Hata kama utakutana nao, useme madhabahu ilisema, hata kelele ikiwepo, niendelea kutazama msalaba. Naongea na mtu mmoja ambaye haangalii kelele, anaangalia msalaba. Sema msalaba, natazama msalaba. Unatamani kuwa na watoto, hujapata watoto, endelea kuamini watoto wanakuja. Unatamani mtaji, endelea kuamini mtaji utakuja. Endelea kuamini kazi itakuja. Endelea kuamini utafanya kitu cha baraka kwenye hiyo familia. Na nataka nitangaze leo, kuna watu wanaohubiria hapa, lakini naona siku zijazo wataweka historia mahali, watabeba watu fulani. Asije kama naongea na watu watatu, anayesema na mimi nitakuwa miongoni watakaoshuhudia siku moja. Sema basi amen. Sema amen. Sema basi amina. Kelele na vita ni jambo la kawaida kwa mtu mwenye hatima kubwa. Kiona tu mtu anasema namshukuru Mungu, tangu mwaka umeanza mimi sijasemwa, mimi sijapita, mimi sijaiwi, mimi niliishi kwa amani, roho yangu ina amani. Ukiona mtu anatoa ushuhuda kama huo, mwambie nyamaza. Hiyo sio ushuhuda. Yaani mtu anasema mbele za Mungu kabisa, Mungu, namshukuru Mungu, Mungu amenipendelea, sina ugomvi na jirani, sina ugomvi na fulani, sipigani na fulani. Wewe unafiki, hiyo sio ushuhuda. Hiyo sio ushuhuda. Hiyo sio nini? Ushuhuda. Yaani kama unatafuta amani na watu wote, wewe unatafuta upendo na kila mtu, sio kila mtu atakupenda. Kwenye kuelekea kwenye hatima yako, kuna watakao kupiga vita. Na wakupigi wewe vita, watakupiga kwa sababu ulimwengu wa roho unawapa taarifa. Dokta anayekuja, kijana anayekuja kwenye familia, sio kijana wa kawaida. Anakwenda kubadilisha hii mazingira, anakwenda kuleta heshima ya wazazi wake, anakwenda kwa mtu tofauti. Watainua vita kona zote ili mpoteze maono njia. Na kazi hii madhabahu ni kuhakikisha maono ya watu yanaenda. Narudi, kazi hii madhabahu ni kuhakikisha maono ya watu yanaenda. Hata kama wengine walikuwa na ndoto za kufanya biashara kubwa wakadondoka, kazi ya madhabahu ni kuhakikisha neno la Mungu linatimia. Mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena akiendelea. Hata kama walijaribu kujenga na imesha kwenye lenda, kazi ya madhabahu ni kuhakikisha inawatreni tena, wafanyike majiani wa mbinguni, watakaosema tutapaua, tutajenga. Haujajua wewe maandiko
Sema basi amen. Wangapi imani inainuka kwa kiwango kikubwa? Yaani kazi ya madhabahu ni kutengeneza mashujaa, sio watu wanaofuata penda la upepo. Yaani akiambiwa hivi anageuka, akiambiwa hivi anageuka. Kazi ya madhabahu ni kutengeneza mashujaa ambao akiambiwa rudi nyuma anasema sirudi nyuma, akiambiwa punguza mwendo anasema ndio naongeza mwendo, akiambiwa uwezi anasema ndio naweza kabisa, akiambiwa utakufa anasema madhabahu ilishatabiri hatutakufa tutaishi. Naongea na watu watatu ambao ni mashujaa wasiotazama nyuma. Nani amekwambia kufeli utaweza kufaulu tena? Nani amekwambia kuugua utaweza kupona tena? Nani amekwambia umeshindwa kumaliza nyumba utashindwa kumaliza tena? Hakuna lisilowezekana. Nimemleta Yesu hapa nikutanisha na maisha yako. Nikishakukutanisha na Yesu, wewe uhakika utapenya. Kama sema mimi ni tai sio kuku. Elekeza mikono uliko tukasema nyie. Endeleeni. Historia inakuja. Kile cha Marko mlango wa 5 mstari wa 6 nishikilia alafu ingia kwenye maombi. Mtu huyu aliteswa na pepo wa gerasi. Hakuna mtu aliyeweza kupita njia ile, wote walimwogopa. Alipomwona Yesu alipiga mbio na mashetani ndani yake wakatumia mwili wake kupiga magoti. Mtu huyu ni mtu ambaye alikuwa na pepo la wagerasi. Maandiko yanasema hata njia ile hapakuwa na mtu anayeweza kupita. Ni kama tu sasa hivi kuna watu hapa mlipo kwenye anga mlizopo, kuna vitu hamwezi kufanya. Maana kuna majitu na kuna watu wamevalishwa hizi roho, wanahakikisha hautapenya, au kuna namna fulani, kuna vitu huwezi kufikia kwa sababu kuna majitu ya wagerasi yamesimama katika ulimwengu wako wa roho kuhakikisha kwamba wanakufunga, wanakutesa na watu wanakucheka. Maana nasema huyu mtu alifungwa, akafungwa, hata kama anakata chini anakata. Lakini maandiko yanasema siku moja Yesu alipokuwa anapita pale, maandiko yanasema akapiga mbio. Maana yake huyu mtu alitambua saa yangu imefika. Na mapepo walipomwona Yesu hawakuwa na nguvu ya kushindana na Yesu. Nataka nikwambie saa yako imefika. Hakuna atakayeshindana na Yesu aliyemkimbilia. Sema hakuna atakayeshindana na Mungu wangu. Sema hakuna. Useme hakuna. Una imani? Sio mnafiki, sema unakwenda kudeki. Sio mshauri, sema unakwenda kuishia njiani. Tamka sema unakwenda kuishia njiani. Wataniona niko hai. Hajapiga makofi, aliongeza mara 3. Sema sana. Wakasema mkuu, tuna nini na wewe? Hatukuwezi. Yesu mwana wa Mungu, usitutese twakuomba. Na kuambia wanaokutesa wacha wakutese. Wanaokushusha wacha wakushushe. Iwe ni miungu ya kuzimu, iwe ni mizimu hiyo boma inakuchorea mipaka, iwe ni baba mkwe, iwe ni mama mkwe, shetani anamvaa kushushe, iwe ni mwali, iwe ni nani, wanyamaza kimya. Yale maumivu ulionayo Yesu anayaona. Yale maumivu ulionayo mbingu inaona. Iwe ni bosi anakunyanyasa, anakushusha cheo, anakufukuza, anakupiga atakapoweza kukupiga. Iwe wanafiki wamekuzidia riziki, waliposikia kuna kazi natokea mahali na hiyo kazi inakustahili wakasema msimpe. Tena watu wa kwenu wajui wewe, wanafiki wapo nyuma ya maisha yako mwanangu. Leo kuna vitu hujapata wewe, sio kwamba Mungu hajaachilia, sio kwamba ustahili kupata. Kuna watu wa kwenu wanajua hizo milango, wanaenda kuziba hizo riziki. Aishi hivyo Bwana. Mungu akishuka, akikutana wewe, hata kama wanakaa, milango itafunguka, neema itatokea. Tumoja aseme neema yangu inakuja. Hata kama watakuchafua asubuhi na mchana, hata kama watakuvulia nguo asubuhi na mchana, hawawezi kuondoa neema ya Mungu iliyo juu yako. Hawawezi kuondoa upendo wa Mungu iliyo juu yako. Sema basi fire. Sema fire. Na kipindi unapita watu wanakuachaka. Hakuna mtu anatai na wewe. Sauna. Nakwambia mwanangu, sasa unapita, mshukuru. Ni heri mtu mmoja anayekutia moyo wakati wa vita kuliko maelfu wanaokuja wakati umeshapata. Sema fire. Sema leo. Naenda. Angalia sura yako kwenye kioo, sema nimekonda, lakini nyama na mifupa haijawahi chukiana. Haijawahi. Sema naenda. Sema naenda. Yesu wakaanguka kwa Yesu. Yesu akawauliza, jina lako nani?
nani? Akajibu Legion, maana yake tu jeshi. Waliomba wakimbie, haijalishi ni jeshi, lakini kwa Yesu sio jeshi. Haijalishi mambo yako ni makubwa kiasi gani, ni matatizo kiasi gani, haijalishi majeshi ya kuzimu yatasimama kupambana na wewe, haijalishi wanafiki watasimama, haijalishi mazimu itasimama, haijalishi wanaokuzunguka maadui zako ni maelfu, mbele za huyu shujaa anaitwa Yesu, majeshi yote yanapiga saluti. Majeshi ya magonjwa